pamoja na changamoto zilizokuwepo, lakini tunaamini ya kwamba katika kipindi cha miaka mitano, ninaamini kwamba miaka hii tumeenda vizuri na kazi imesonga vizuri. Sasa mimi niliyokuwa diwani kwa muda wa miaka hii mitano, mambo gani tumeyafanya ndani ya kijiji na ndani ya kata yetu ya Silali? Nimeamua kuyajumuisha yote kwa wakati mmoja. Kabasha mlionaro hapo ni fedha zilizopokelewa katika miradi mbalimbali kwa kipindi cha mwaka 2020 na 25. Katika upande wa shule, kuna elimu bila malipo. Elimu bila malipo, wananchi wanaweza kufikiri kwamba labda hakuna kinachokuja, lakini mtambue kwamba elimu bila malipo huwa inahudumiwa na serikali kuu, na fedha zinakuja, na hizi fedha zinapokuja zinafika kwenye mashule. Katika kipindi cha muda wa miaka mitano, elimu bila malipo upande wa sekondari na upande wa shule za msingi, tumepokea fedha ambazo zimepokelewa kwenye mashule hayo. Maana katika kata yetu ya Silali ina shule ya sekondari 2, ina shule za msingi 3 za serikali. Kwa hiyo elimu bila malipo, fedha ambazo zimepokelewa mashuleni ni zaidi ya milioni 415 na laki 9 na shilingi 20 na senti 46. Milioni 115 na laki 9 na elfu 40 na shilingi 20 na senti 46. Hizo ni fedha ambazo zimepokelewa. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba elimu bila malipo tunapokea fedha hizo kwenye shule hizo ambazo nimezitaja. Na zimepokelewa, na kweli katika matokeo ukienda kwenye kabrasha hili limenyambulisha, na tukiamua kuyataja ni mengi, lakini cha msingi ni kwamba matokeo kwenye upande wa shule tumefanya vizuri. Tumekuwa wa kwanza kiwilaya katika shule zetu, upande wa sekondari, upande wa shule za msingi tumefanya vizuri. Kuna watoto wengi sana wameenda, lakini hatu kichambua sababu kwamba elimu bila malipo na watoto wamepokea na kazi imeenda. Namba 2 ni miradi ya elimu. Miradi ya elimu, ninapozungumzia miradi ya elimu nazungumzia shule ya sekondari 2 na pamoja na shule zetu za msingi 3. Miradi hiyo, kwanza tulipoingia madarakani, sisi kama viongozi tulipochaguliwa mwaka 2020, tulikuwa na sekondari moja ambayo ni sekondari ya Silali. Sekondari ya Silali ilikuwa na watoto wengi sana. Kwa hiyo kwenye bajeti ya kwanza tu ilipoingia kwenye halmashauri, bajeti 2021 na 22, niliweza kupendekeza au kutoa kero kwa wananchi na kuipeleka kwenye halmashauri ya wilaya Tarime. Kwa kweli niliweka mradi mkubwa, ambao ule mradi mkubwa ulikuwa ni ujenzi wa sekondari mpya. Kwa kweli nashukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulipata milioni 475 kwa ajili ya ujenzi wa sekondari mpya, na sekondari hiyo imejengwa na imekamilika. Tunapozungumza na nyie leo, sekondari hiyo mpaka ukipiga hela yote ambayo imekuja pale ni zaidi ya milioni 720 ambayo imeweza kukamilisha ile shule. Lakini jumla kuu
Kwenye upande wa miradi ya elimu tumepata bilioni 1 na milioni 174. Hiyo ni fedha ambayo ni ya jumla kuu ambayo imekuja kwenye upande wa sekondari, kule sekondari ya Silali na shule za msingi pamoja na sekondari ambayo imejengwa mpya. Hiyo ni fedha ambayo tumeipata na nyinyi ni mashuhuda. Ukienda shule ya msingi tulikuwa na kama Kairobe ilikuwa na madarasa 8, lakini leo tunavyozungumza na madarasa 18. Kwa hiyo yameongezeka madarasa 10. Ukienda Nyairoma vile vile na yenyewe ilikuwa na madarasa 7, yenyewe mpaka sasa hivi kuna madarasa zaidi yameongezeka kule ambayo wananchi wamejenga. Mtaangalia huko mbele tutakapoendelea kuwasomea. Kwa hiyo fedha kuu ambazo zimekuja ndani ya upande wa miradi ya elimu kwenye kata ya Silali ni bilioni 1 na milioni 174 ambazo miradi hiyo na imekamilika na kazi ipo vizuri. Miradi ya kibiashara. Miradi ya kibiashara tulipokea milioni 61. Miradi ya kibiashara nazungumzia Marikiti ambayo imejengeka, ambayo imefanyika kule na fedha zingine ambazo zimeweza kujitokeza. Ukisoma kwenye kabrasha la pili hapa utaliangalia. Hapa nataja kwa ujumla. Tukienda upande wa afya au upande wa mifugo, miradi ya mifugo tumepokea milioni 16. Milioni 16 ilikuja kwa ajili ya kuboresha machinjio na milioni 6 imekuja hivi karibuni kwa ajili ya kumalizia ile machinjio ili tunapopokea nyama zetu kutoka kule chini ziweze kuwa safi na salama kwa wananchi wa kata ya Silali. Upande wa miradi ya afya. Miradi ya afya fedha kuu ambayo tumepokea ni milioni 523 na laki 721 na 654. Hizo ni fedha ambazo zimepokewa ndani ya kata ya Silali. Tumeingia madarakani tumekuta kituo cha afya hakina x-ray, hakina jumba la x-ray wala hakina jumba la kufulia nguo. Tumejenga vile vituo vyote viwili. Tumejenga nyumba ya x-ray, vile vile tukajenga na jumba la kufulia nguo. Lakini baada ya hapo tukapokea milioni 350 kwa ajili ya kununua mashine ya x-ray mpya ambayo leo tunavyozungumza imetendeka kule. Kwa hiyo hivyo ni vifaa ambavyo tumevipata, na vile vile kuna ununuzi wa generator mpya ambayo nenyewe pale mtakuwa bado januari lakini iko kwenye manunuzi. Kwa hiyo kujumlisha jumla kuu ambayo fedha imekuja kwenye upande wa afya ni milioni 523 na laki 721 na 654. Hizo ni fedha ambazo zimekuja. Ukamilishaji wa ofisi za vijiji. Tulikuwa na vijiji 4. Ofisi za vijiji, yaani upande wa utawala. Vijiji tumepokea milioni 29. Milioni 29 hizi ukienda pale Buliba kuna ukamilishaji wa milioni 20. Ukienda mpakani kuna milioni 3 zimepelekwa pale pamoja na kanisani. Fedha hizo, hayo majengo tunavyozungumza watendaji wamekwisha ingia ofisini. Kasoro tu ya Buliba ndio bado hawajaingia ofisini, wako kwenye ujenzi kwa mara ya mwisho. Mradi wa maji. Mradi wa maji tumepokea shilingi milioni 450. Kipindi tumeingia madarakani mji wa Silali ulikuwa huna maji. Mji wa Silali kama mji wa Silali ulikuwa huna maji. Kwa hiyo tunapozungumza na nyie leo kuna vitongoji 15. Vitongoji 15 hivyo angalau kila kitongoji kimepitiwa na bomba la maji. Nikizungumza kwamba limepitiwa na bomba la maji ni kwamba kila kitongoji cha vitongoji 15 vimepitiwa na bomba la maji. Na maji haya yalikuwa changamoto yake makubwa, lakini tumejitahidi sana. Tumeyatoa kule Buliba, yamepanda huku
yameenda kwenye vitongoji vyote. Lakini mkumbuke kwamba ilipoingia madarakani, haya maji yalikuwa hata kwamba yatoke Kenya kulingana na mradi ule uliokuwa unasimamiwa. Lakini ndugu zetu wa Kenya wakawa wametupandishia bili ya maji, ikawa ni kubwa zaidi sana, ikabidi tutafute vyanzo vya maji. Tukatafuta vyanzo vya maji, tukapokea milioni 470, milioni 450 kwa ajili ya mradi wa maji. Tukajenga kule tenki, tukasambaza mabomba katika mji wetu wa Sirari. Japo ni machache, lakini tunapata kwa wiki au tunapata baada ya siku kwa mgao. Lakini leo tunapozungumza na nyie leo ni kwamba maji yapo katika mji wetu wa Sirari. Tumeachana na haya ya Kenya yalikuwa na bei ghali, tukafanya huyu ya kwetu huku. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba wananchi na nyie, viongozi wangu na nyie nao hayo mnayafahamu na hayo yamefanyika. Ndugu zangu, usimikaji wa mataa kilomita 3. Unajua kila kitu kinapokuja ndani ya kata ya Sirari, hivi ni vitu ambavyo unakuta vimeombwa. Tumesimika mataa kilomita 3 kutoka kule Forodhani TRA mpaka Mizani, ambapo ndipo tunapopakana na kata yetu ya Legicheri. Tunapakana na Legicheri na sisi tuko Sirari. Lakini hizo taa zimesimikwa ni taa 68. Zaidi ya kilomita 3. Hizo taa zimegharimu shilingi milioni 306. Hizo taa mnazoziona hapo. Na hizi taa mnakumbuka mwaka 2020 kipindi tunaomba kura kwa wananchi, tulisema kwamba tutahakikisha kwamba tumeweka taa. Pamoja na taa zingine tulizoweka ni zile taa za sokoni kwenye sehemu ya biashara. Mle sokoni tumeweka taa zaidi ya taa 4 ambazo wananchi wanafanya biashara zao kwa uhuru. Tuende kwenye uzibuaji wa barabara. Uzibuaji wa barabara, tumezibua barabara mpaka sasa hivi tunavyoongea na nyie, barabara ambazo zimekwisha zibuliwa katika kata yetu ya Sirari, tofauti na barabara za zamani. Ni barabara kilomita 7.5. Unasema kilomita 7.5 na zingine bado zipo kwenye manunuzi. Mfano kama barabara ya mzee wangu, mzee mwenyekiti wa kitongoji cha, lakini inagusa vitongoji zaidi ya vitongoji 4. Maana inagusa kitongoji cha sokoni, inagusa majengo, na vile vile inakuja kugusa Nyairoma pamoja na kitongoji cha Mlimani, kilomita 1.5 ambazo bado hazijalimwa. Sasa ukijumuisha fedha kuu ambazo zinategemewa ambazo zimefanya hiyo kazi, jumla ni milioni 201. Lakini kuna barabara ambazo tayari zimekwisha zibuliwa, ni barabara ya Pastor John, barabara ya kanisani kilomita 2, barabara hii ya kwenda Parukiani kilomita 2, na barabara ile ya Uitara Road pamoja na kwenda kule Machinjioni na zenyewe zaidi ya kilomita 3. Kwa hiyo ukijumuisha kuu pamoja na hizo ambazo zimebaki zinakuwa kwamba ni kilomita 7.5 ambazo zinaweza kukosa shilingi milioni 201. Uzibuaji barabara kilomita 4 fedha CSR, fedha kutoka mgodini ni milioni 75, ambayo hii barabara bado haijazibuliwa. Lakini cha msingi mkandarasi amekwishapatikana. Mkandarasi amekwishapatikana na amekwishaonyeshwa site, lakini yule mkandarasi ana site kama 4 za ulimaji wa barabara. Site ya kwanza ni kata ya Kiore, sauti ya pili ameenda kule Mliba, akitoka Mliba anakuja Sirari, akitoka Sirari anaenda Bomera. Kwa hizo ninaamini kwamba ndugu zangu wenye vitu wa vitongoji eneo husika ya Mliba msiwe na shaka. Maana ile package iliwekwa pamoja
katika kata 4. Kwa hiyo ndugu yangu ameanzia kule Kiole, ametoka Kiole, ameenda Mliba, akitoka Mliba anakuja Sirari. Akitoka Sirari anaenda Bomera. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa mkanasema kishapatikana na kazi inaendelea. Hata hizi ambazo nimezitaja hizi za vitongoji vyote vine ambayo ni vitongoji vine kilomita 1.5, kandarasi imekwishapatikana. Kilichobaki ni wao kuja kuanza kazi. Kwa hiyo ukijumulisha hizi kilomita 7.5 na kilomita 4, jumla tutakuwa na kilomita 11. Hizo ni barabara mpya ambazo zimezibuliwa au zinaenda kuzibuliwa kipindi chetu cha uongozi wa miaka 5. Tunakuja katika ujenzi wa mitaro. Kipindi tumeingia budget ya mwaka 2021 na 22, tulitenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa mitaro katika mji wetu wa Sirari, hususan katika barabara ambayo ni ya Mzengera au kwa jina inaitwa Joy Road. Ile barabara iliweza, pamoja na hii barabara ya huko chini ya kutoka kwa jina maarufu inaitwa, lakini haijawekwa kibao, lakini inaitwa Sagara Road. Hii barabara ya kutoka shule ya msingi Kerioba hapo mpaka kule mbele tulijenga mitaro. Ile mitaro ilikuwa imekosa shilingi milioni 85, ambayo ilijumuisha na kuweka ile mitaro pamoja na makaravati baadhi ya maeneo husika, pamoja na ile karavati la kule Ngerengere. Kwa hiyo jumuisha jumla ya shilingi milioni 80. Ndugu yangu, hatujachoka bado kufanya kazi ya maendeleo katika kata yetu ya Sirari. Tulienda katika usafi na mazingira. Kitu cha kwanza tulinunua eneo la usafi. Eneo zaidi ya heka 6 iliyonunuliwa kwa ajili ya usafi nje ya mji wa Sirari, ambalo lile eneo lilinunuliwa milioni 36. Na lile eneo likapatikana. Baada ya kupatikana tukalipata vizuri. Baada ya hapo sasa kinachofuata ni ujenzi wa ile damu. Ndugu zangu, tukatafuta fedha. Fedha niliyoipata tumeipata kwenye mfuko wa CSR. CSR umetenga milioni, naona hapa kidogo mtendaji, ni milioni 195. Sasa ukijumulisha hapo ndio utapata taslimu kama ni shilingi ngapi. Kwa hiyo pale napo tumetenga fedha. Mara ya kwanza tumetenga milioni 100. Lakini zile milioni 100 zikawa hazitoshi kujenga ule uzio. Watu wale wakataka watujengee uzio la waya. Ninaamini kwamba waheshimiwa wenye viti mlikuwepo, wenye vitu wa vijiji mlikuwepo, tulikataa ule uzio wa waya. Nasema kama tunahitaji uzio wa nini? Uzio wa ukuta. Ni kweli. Baada ya hapo nikairudisha kwenye halmashauri wakawa wameongeza milioni 95 ili waweze kujenga uzio la ukuta, ambapo mpaka sasa tunavyozungumza hivi karibuni kandarasi alikuja Jumatatu ya wiki hii, amekuja ameonyeshwa eneo. Kwa hiyo kilichobaki mkandarasi kuingia site. Kwa jumla ule mradi pamoja na manunuzi unaenda ni zaidi ya milioni 231, ambao ukienda kukamilika. Kwa hiyo uchafu wote wa Sirari utakuwa unatolewa hapa, unapelekwa nje ya mji wa Sirari. Kwa hiyo dampo lile na lenyewe mkasema imeshapatikana, kazi inaendelea. Sijaishia hapo. Mikopo wa kina mama, vijana na walemavu, muda wa miaka 5. Fedha ambayo imepokelewa ndani ya mji wetu wa Sirari ya mikopo kina mama, vijana na wenye walemavu, tumepokea milioni 658. Hizo ni fedha ambazo zimepokelewa. Kwa hiyo hatukuishia hapo, tunaendelea kuwawezesha na huu ni mkopo ambao hauna riba, ambao unatokana na fedha ya mapato ya ndani, ambao ni 10%.
2 inaenda kwenye walemavu, 4% inaenda kwa kina mama, 4% nyingine inaenda kwa vijana, kwa jumla ya 10%. Lakini hayo yote, mapato yote tunayoona katika mji wetu wa Siaya tunakusanya ndani ya halmashauri ya wilaya Tarime. Kwa hiyo zilizokuja ndani ya kata ya Silali, hizo fedha kuwasaidia au kuwapa watu kwenye biashara zao ni milioni 658 kwa kipindi cha miaka 5. Hatukuishia hapo. Nguvu za wananchi, michango ya kijamii au nguvu za wananchi. Nguvu za wananchi, michango ya kijamii katika ujenzi wa madarasa 16 ambayo yamejengwa ya shule zetu za msingi ambazo nimezitaja kwamba Kerioba pamoja Silali pamoja na Nyairoma. Kipindi cha muhula wa miaka 5 tumejenga madarasa 16 pamoja na choo. Nguvu za wananchi katika madarasa hayo ni milioni 96. Kwa hiyo mtazamo kama sisi tumezipataje? Mkumbuke kwamba ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Buliba ilijengwa kuanzia msingi, ardhi mpaka juu kwenye renta, ikaachiwa hapo. Mfano Buliba ikaita milioni 20. Madarasa huwa yanajengwa na nguvu za wananchi kutoka msingi mpaka kwenye renta. Baada hapo na yaachia hapo. Lakini cha msingi kwa nguvu zote zimejumuisha kwamba zote katika nguvu za wananchi tumepata milioni 96 ambazo zimekamilishwa. Kwa hiyo wananchi tutawaacha mbali. Wenye vitu wangu wa vitongoji mliokuepo, naamini kwamba katika hizi sura ngeni ni wote, sura ngeni ni wachache. Ni kama labda Mheshimiwa Mwitapochi, mama yangu pale, na ndugu yangu pale Mzee Ngera, Mzee Deo. Lakini hao wote kipindi kile tunajenga haya madarasa, wao ndio walikuwa makatibu wa viongozi hao. Ni uongo ndugu zangu? Kwa hiyo hii michango mlikusanya kutoka wananchi mkaileta, na madarasa haya 16 na hiyo ofisi moja pamoja na choo tunavyozungumza hapa, vyote vimepata fedha. Hakuna hata darasa hata moja ambao katika nguvu za wananchi ambalo halijaezekwa wala halijapiga plasta. Kwa hiyo madarasa yote pamoja na ofisi ya vijiji pamoja na choo, ndugu zangu, tayari tumekwisha ezeka, na tayari tunavyozungumza hivi watoto wanasoma. Ndugu zangu viongozi mlioko hapa, haya nimeyasema, lakini kuna mengine ambayo mtendaji umeyasahau. Mfano madawati, nimepokea madawati, sijui kama hapa sijaliona hapa. Sawa, asante, yako hapa. Tumepokea mgao wa madawati. Mfano sekondari ya Bukira tumepata madawati 600. Yani hapo ni viti na meza. Yani kusema kama madawati ya sekondari ni viti na nini? Na meza. Kwa hiyo ukigawa mara mbili hapo ndio utapata idadi kamili. Lakini tumepata madawati 600 shule ya sekondari ya Bukira. Alafu vile vile tumepata shule ya sekondari ya Silali, tumepata madawati 273. Kwa hiyo hayo yote tumeyapata kwamba tuhakikisha kwamba hata wakati tunapoingia watoto wanapoingia form 1, ninaamini kwamba sasa hatutakuwa tena na ule ununuzi wa kwamba waende na viti walivyokuwa wanaenda navyo. Kwa hiyo hayo yote ndugu zangu yametendeka kipindi ambacho si tukiwa madarakani. Na hayo yote yametendeka kwa michango yenu. Michango yenu mikubwa ambayo ni michango ya nini? Michango yenu mikubwa kwenye vikao vya UDC na vikao vya vijiji. Kama za vijiji zinavyoandaa kule kwenye vijiji, zinaandaa
masuala mengi yanaletwa kwenye kikao cha UDC. Lakini kwenye kikao cha UDC, basi hayo sio mimi tu naanda, hayo yote ya utekelezaji wake umefanyika chini ya uongozi wenu. Kwa mimi hapa ni kwenda kusukuma kwamba nipate wapi fedha za kuhakikisha kwamba haya mambo ambayo tumeyafanyia katika kata yetu ya Silali yamefika kwa namna gani. Mfano naweza nikazungumzia kwamba kama nilivyokuwa sasa natoa mchanganuo wa fedha ambazo hizi fedha zimepatikanaje. Mfano kama ujenzi wa X-ray tulikuwa na milioni 101, X-ray na mashine sehemu ya kufulia nguo, ununuzi wa mashine ya X-ray milioni 350, uwekaje mfumo wa malipo milioni 16, pamoja na ununuzi wa generator milioni 30 na ngapi? 39. Kwenye kabashi hizi zipo hapo na mnayo. Kwa hiyo hayo yote yametendeka. Ukienda sasa jumla kuu. Lakini kabla ya jumla kuu, ndugu zangu, pamoja na ule mradi wa maji ambao leo huu tunajivunia katika mji wetu wa Silali. Mradi wa maji, kwa sababu ya ufuatiliaji mzuri wa vijiji vyetu pamoja na diwani, pamoja na mbunge, pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumepata mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria, ambao ule mradi ni mkubwa wa maji ambao unajumulisha Rorya, Tarime na Silali. Yaani ni Rorya, Tarime na Silali. Yaani kwamba Tarime mjini wamejengewa pale tenki la maji, Rorya na wenyewe wanajengewa matenki yao, lakini kwetu hapa mkiangalia hapa, mkisimama hapa, mkwenda hapo kwenye mtangazo kuna tenki la jengo kubwa la lita milioni 1 ambalo yatakaolisha mji wetu wa Silali na maeneo yake. Lakini sasa ule mradi unagharimu zaidi ya bilioni 134. Si kwamba utakuwa ni Silali tu, tunazungumza kwamba ni mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria ambao ni Rorya, Tarime na Silali, Tarime mjini na Silali ambao ni Tarime vijijini, ambao unaenda kugharimu zaidi ya bilioni 134. Sasa kwenye fedha hizi ambazo sio za serikali kuu, na vile vile ndugu zangu, kwa sababu ya mambo makubwa ambayo Mama Samia anayafanya ndani ya kata zetu na ndani ya wilaya yetu na Tanzania kwa ujumla, tulipata gari la wagonjwa katika mji wetu wa Silali. Kituo chetu cha afya Silali kilipata gari la wagonjwa. Kwa hiyo leo hii kwenye vituo vya vijiji mliopo hapa, kama kuna mtu ameshindikana kule, basi nyie ni ripoti yenu, mnaitoa taarifa kwa mganga mkuu, basi mtu anafikishwa pale, anachukuliwa na gari na anapelekwa katika usika katika na anapata matibabu. Lakini la msingi kwamba tumepata gari mpya na iko hapa. Kwa ndugu zangu, haya nimeyazungumza nikimaanisha kwamba haya tumeyafanya muda wa miaka 5. Sasa ukipiga jumla ya fedha ambazo tumezipata, ambazo nitatoa pongezi kubwa sana, ni zaidi ya bilioni 4 na milioni 326 na laki 661 na 60 na 674.5 na senti 50 na senti 5. Kwa hiyo ni fedha ambayo imekuja ndani ya kata ya Silali. Sasa hii ya serikali kuu, kwa sababu nilijaribu kuuliza wakasema kwamba hii inatajwa kwa miradi yote mitatu hiyo. Kwa hiyo ukijumuisha fedha yote, ndugu zangu, tuna haja ya kujipongeza sisi sote kwa kazi ambayo tumeifanya ndani ya muda wa miaka 5. Kwa hiyo fedha ambayo ilikuja ni zaidi ya bilioni 4 na milioni 326 na laki 6 na elfu 61 na 674 na senti 50. Hiyo ni fedha ambayo imekuja kwenye kata yetu ya Silali. Ninaamini ya kwamba haya nimeyatoa nikimaanisha kwamba yapo kwenye kata zetu, yapo kwenye vijiji vyetu, na yapo kwenye shule zetu, na yapo kwenye vituo vyetu vya kituo chetu cha afya. Hayo ni ambayo yapo. Lakini sasa
ambayo sasa nategemea kuyaacha kwenye budget 2026 na 25-26. Vitu ambavyo nimeviacha ambavyo vitakuwepo, kuna ujenzi ambao kwa fedha za kwanza wametenga milioni 300. Hizo ni fedha ambazo zimetengwa, ambazo ni mapato ya ndani, na vile vile nazungumzia mapato ya ndani tu. Serikali kuu ninaamini ya kwamba yenyewe yatakuja baadaye. Na ujenzi wa barabara, barabara moja inaitwa Manga kwenda Machinjioni, Kemanga, ya milioni 35. Hiyo yote inatokana na mapato ya ndani. Lakini uzangu, kwa nini tunaenda kujengewa soko la kisasa la mji wa Sirari? Tunaenda kujengewa soko la kisasa kwa sababu kama mnakumbuka kipindi waziri mkuu amekuja hapa, tuliitana hapa kama kwenye kata kama jinsi tulivyo. Tukaitana wote bila kubagua, tukaitana wenye vitu wa vijiji, wenye vitu wa vitongoji. Tukasema waziri mkuu anapokuja tumpelekee mikakati ya kimkakati ndani ya mji wetu wa Sirari. Tusimpelekee marumbano. Tumpelekee mambo ya kimkakati. Na kama mnakumbuka waliokuwepo kina Bobu, wakina mzee Mikaeli, wakina Rukwa Kurwa, kama nyewe mnakumbuka, tuliweka vipengele 5. Na vile vipengele 5 tulivyoviweka, kipengele cha kwanza ilikuwa ni mamlaka ya mji mdogo. Kipengele cha pili tukaweka soko la Legicheri, lile soko la kimataifa lile la mazao. Kipengele cha tatu tukaweka lami. Hiyo lami inayozunguka sokoni hapo, soko zima inaenda huku inaenda kule, tukaita kama Mama Samia, kilomita 3. Kipengele cha 4 tukaweka stendi ya Ngerengere, ambayo tunaamini kwamba stendi ya Ngerengere itachukua hiyo ya Buhemba, itachukua Sirari pamoja na wapi na Legicheri. Alafu kipengele kingine cha mwisho tukaweka soko, kwamba na sisi tujengewe soko la kisasa katika mji wetu wa wapi wa Sirari. Sasa